Sisi alhamdulillah kama una tarika elimu yetu ina sanad mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tuna tatizo kama hili. Lakini hivi vikao vya sanad je, vipo kwa wingi katika majalisi yetu? Sababu ukienda katika baadhi ya manatik utaona mashallah wamehifadhi vikao. Utapata kuna musnid anakaa naisomesha Bukhari mwanzo mpaka mwisho, kisha tunawapa watu ijaza sanadi yake mpaka kwa Imam al-Bukhari. Utapata na mwingine anakaa kusomesha kwa mfano Jalalaini, anawapa sanadi yake mpaka kwa Jalaluddin al-Mahali na Jalaluddin as-Suyuti wa hakadha. Vikao hivi vinaenda vikipotea katika jamii yetu. Kama sisi tuna sanad katika kile tunachosoma na tunachosomeshwa, lakini ni da'wa hii turudi tuongeze vikao kama hivi. Ukipata mtu, watu walikuwa wakifunga safari za masafa kwenda kuwatafuta, na wakati huo hakuna ndege, hakuna magari, tofauti na zama zetu. Watu wakipanda ngamia, wakipasua sahara, jangwa, wakienda wakitafuta, na wakizoezeshwa hilo kutoka dogo. Yani yule mtoto akikulia katika maneno ya kwanza anayosikia ni qala na hadathana. Hivi ndivyo ilivyo, ilikuwa ingia mpaka kwenye damu. Mpaka katika baadhi ya visa wanasema kuna bwana mmoja aliingia katika kibla kuswalisha, badala kusoma Fatiha akaanza hadathana fulanun an fulani. Ya namna ile ilivyoingia ile habari ya sanadi katika damu zao. Asema wengine amekuja wakati wa adhana, badala adhini anza Allahu akbar kaanza hadathana fulan an fulani. Ya namna ilivyokuwa imeingia katika damu. Kwa hivyo kuanzia wadogo, ukimwangalia kwa mfano al-Imam Abu Sa'ad as-Sam'ani katika maulama wakubwa wa hadithi kutoka huko kwa Marw kwa kina Abdullah ibn al-Mubarak, huyu bwana akiwa na miaka 4 babake anamchukua anampeleka Naisabur. Naisabur kule ni mji wa kina al-Imam Muslim ibn Hajjaj Naisaburi, lakini al-Imam al-Hakim Naisaburi. Na hii pia ni kazi nyingine walifanya maulama, kama vile walivyotunga katika thiqati na dhuafa, walitunga vile vile kueleza watu wa mji. Tukapata akhbaru Makkah cha al-Azraqi, akhbaru Makkah cha al-Fakihi, tukapata tarikhu Makkah cha al-Marwazi, afwan tarikhu Marw cha al-Marwazi, tukapata tarikhu Baghdad cha al-Khatib al-Baghdadi, tarikhu Dimashq cha Ibn Asakir, tarikhu Naisabur cha al-Hakim an-Naisaburi. Yani wakawa wanatunga mpaka kueleza watu wa mji fulani wapokezi wa hadithi. Sasa Sam'ani babake anatoka naye akiwa na miaka 4 kutoka Marw, anampeleka Naisabur. Huyu bwana mashekhe alopokea kutoka kwao ni mashekhe 7,000. Sawa? Na mtu alikuwa anaweza kwenda safari ya miezi 6 kwa ajili ya kufuata hadithi moja tu, kwa ajili ya kuhakikisha sanad, na pengine afike paka huko na aiache kwa sababu yule mtu amemwona pengine si thika, si hujja, hafai kuchukuliwa hadithi kutoka kwake. Ile kazi kubwa ambayo kwamba walikuwa wameitia katika nini, katika kadhia ya sanad. Kwa hivyo turudini katika kutafuta ilmu kwa kupitia nini? Kwa kupitia sanad. Wakija mashaikh wakubwa, tujibidisheni kwenda kutafuta ijaza kwao na zile maruyate zao kwa kupitia sanad zao.